Channel. Kwa hivyo kanisa la Kristo halina Mungu Roho Mtakatifu. Kanisa la Kristo liko na Roho wa Kristo. Kado na Mwankemwa, yeye ako na Mungu Roho Mtakatifu, lakini kanisa la Kristo liko na Roho wa Kristo. Kwa hivyo andiko hata moja kwenye Biblia kuanzia Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo hakuna andiko linalosema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hilo andiko kwa Biblia hakuna, na ninamgoja Ndacha. Tulichosoma hapa, Ellen White amesema Baba ana nafsi, maana yake Baba ana nafsi ya kwake, Mwana ana nafsi ya kwake, alafu kwenye kitabu hiki amesema na Roho Mtakatifu naye ni nafsi, alafu ya tatu. Maana yake ya Baba ya kwanza, ya Mwana ya pili, ya Roho Mtakatifu ndio ya tatu, ambao sisi wana utatu ndio tunasema huo ndio Utatu Mtakatifu. Ndio maana nikataka wewe umeenda kunukuu hiyo ambayo haihusiani na hiki tunachokisema hapa. Nikataka kwamba tuko kwenye nafsi, maana ndio kwenye mgogoro wetu mimi na wewe Ndacha. Tuko kwenye nafsi ambapo Ellen anamsema Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika uungu. Sio kwamba yuko peke yake. Katika ule uungu Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu. Nimekuuliza swali kwamba kama Ellen anajua kuna nafsi ya tatu, huyu Roho Mtakatifu anayetajwa anahuzunika, anafurahi na anasema. Kwa hiyo ni mwenye nafsi. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Je, kwa sababu ninaongea na hawa ambao wamesema wao wanakiri kwamba ni wafuasi wa imani ya Usabato ambao wanaamini na vitabu anaviita vya roho ya unabii. Je, kutokana na hili vitabu vinasema nini? Na nitakavyovisoma nitaviacha hapa mezani. Nitakachosoma nitaacha hapa mezani. Kitabu hiki hapa kinaitwa Ujumbe wa Awali. Ninaenda kusoma ukurasa wa 112. Anasema hivi: mara nyingi nimemwona Yesu mwenye kupendeza kwamba yeye ni nafsi. Nilimuuliza kama baba yake alikuwa ni nafsi na alikuwa na umbo kama lake. Yesu alisema, mimi niko katika mfano halisi wa nafsi ya baba yangu. Kwa hiyo hapa Ellen White anathibitisha kwamba baba ni nafsi na mwana ni nafsi, kama vile Yohana 5:26 ilivyosema. Je, kuhusu Roho Mtakatifu? Kuhusu Roho Mtakatifu kwamba ni nafsi, baada ya kusoma ndani ya Biblia vitabu vya roho ya unabii ambavyo ninaamini Mwalimu Ndacha anaamini, vinasema nini? Vinasema nini ili tujue fundisho hili la Utatu Mtakatifu lipo au halipo, au ni akili zetu. Ninasoma ukurasa wa 85. Uovu ulikuwa ukirundikana kwa karne nyingi na ungeweza tu kuzuiwa na kupingwa kwa uweza mkuu wa Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya uungu, ambaye angekuja si katika nguvu iliyopunguzwa bali katika utimilivu wa uweza wa uungu. TM 392 paragraph ya pili. Kwa hiyo tayari Roho Mtakatifu kumbe naye ni nafsi kama vile tulivyosoma ndani ya Biblia. Somo letu ambalo tunalijadili ni swala linalohusiana na Utatu Mtakatifu, na kitu ambacho nimekigundua ni kwamba Mwankemwa elimu ya fundisho hili la Utatu Mtakatifu, Mwankemwa elimu hii hana. Kitu ambacho Mwankemwa anafanya ni kutengeneza utatu wake, lakini utatu ambao uko kwenye vitabu vya dini Mwankemwa hausungumzii. Anazungumzia utatu wake ambao yeye mwenyewe anautengeneza hapa katika mjadala. Sasa nikiomba mwenyekiti, kama tunazungumzia hali ya utatu, tuweze kuzungumzia utatu ulio katika vitabu, sio utatu ambao unatengenezwa na Mwankemwa hapa ama mimi ni utengeneze. Sasa mwenyekiti, hapa niko na kitabu cha Kanisa Katoliki ambayo inaitwa Catechism ya maswali na majibu, ambayo nitasoma ukurasa wa 17. Ukurasa wa 17 inaongelea, je, Utatu Mtakatifu unafundisha nini? Nafsi za Utatu Mtakatifu ni akina nani? Inasema hivi: Baba ni Mungu,
Mwana ni Mungu na Roho Mtakatifu ni Mungu. Alafu inasema hivi, Baba si Mwana, Mwana si Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu sio Baba. Kwa hivyo ina maana ya kwamba Utatu Mtakatifu unafundisha nafsi tatu na kila nafsi ni Mungu kivyake. Kwa hivyo ina maana Utatu Mtakatifu unafundisha Mungu au miungu mitatu, kitu ambacho Biblia inakataana nacho kabisa kabisa. Kwa hivyo mimi nitaweza kuogelea kile ambacho Biblia inachokifundisha, lakini sio kile kanisa la Katoliki linafundisha ama kanisa lolote linafundisha. Ninaogelea ni nini ambacho Biblia inafundisha. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 8 mstari wake ni wa 6, Bwana mwenyekiti, andiko hili halihitaji kuongezwa chochote, linaeleweka kwa mtu ambaye anaamini katika ukweli wa Biblia. Andiko linasema kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Mungu ni mmoja tu. Alafu aliye Baba ambaye vitu vyote vimetoka kwake, nasi tunaishi ndani yake, na yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo. Kwa hivyo kitu ambacho ninajenga hoja, Bwana mwenyekiti, katika andiko hili limeenda kinyume kabisa na imani ya Katoliki na imani ya wana Utatu, kwa sababu wana Utatu, Bwana mwenyekiti, wanafundisha Mungu ni mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Andiko kama hilo kwa Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, hilo andiko kwa Biblia hakuna. Na kama tunajadili na Mwankemwa, ninamuomba aache kujificha katika kichaka ya kusema ati unajua hata lile fundisho la miaka 1000 haliko kwenye Biblia. Hatuongelei fundisho, tunaongelea andiko. Kwa mfano, kuna biolojia ya utatu kwenye Biblia, fundisho la utatu kwenye Biblia, kwa maana Biblia lazima itoe andiko la kwamba Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Hilo andiko kwa Biblia, mwenyekiti, halipo wala halipatikani, wala mitume hawakuamini hivyo. Kanisa la mitume walikuwa na misingi 7, na katika hiyo misingi yao 7 waliamini ya kuwa Mungu mmoja ni Baba. Katika kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 6 waliamini ya kwamba Mungu ni mmoja tu, aliye Baba ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Sasa haya mafundisho ya kina Mwankemwa ni mafundisho ya juzi baada ya mitume kufa, baada ya mitume kuondoka duniani. Wakaja wana theolojia waongo, wakaja wakatuondoa kwa ukweli kuhusu Mungu, wakaanza kutuletea Mungu wa theolojia, sio Mungu wa Biblia. Kwa hivyo tunapomsikiliza Mwankemwa, ana Mungu wa theolojia, sio Mungu wa Biblia. Katika kitabu cha Yohana 17 mstari wake ni wa 3, Bwana mwenyekiti, andiko linasema uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hivyo andiko hili linaweka wazi kuna Mungu wa pekee wa kweli aliyemtuma Yesu. Kwa hivyo kuniambia ya kwamba Yesu ni nafsi, unafaa kuniambia pia Mungu ni nafsi. Kwa hivyo Mungu ambaye ni nafsi, ambaye ni nafsi moja, amemtuma Yesu. Amemtuma Yesu, na uzima wa milele ni kumjua huyo Mungu wa pekee wa kweli na kumjua Yesu aliyetumwa na yeye. Sasa wana Utatu wanatuambia Mungu wa pekee wa kweli ni Utatu. Sasa kama Mungu wa pekee wa kweli ni Utatu, huyu Yesu ambaye alitumwa na Utatu ni nani? Huu ni uongo ulio wazi kwa watu ambao wanataka kuelewa ukweli. Haliwezi kuingia katika akili ya mtu yoyote ambaye anataka ukweli wa Biblia. Sasa katika kitabu cha Yuda 1, Bwana mwenyekiti,
tunapata ya kwamba Yuda 1 mstari wake ni wa 3 na mstari wa 4 inasema lazima tuishidanie imani, kwa sababu kuna makafiri ambao wameingia kwetu kwa siri, wanabadilisha neema ya Mungu wetu kwa ufisadi, nao humkana aliye peke yake Mola, aliye peke yake Mola, si Mola watatu, aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa kama hapo imeongelea aliye peke yake Mola ni nafsi, alafu na Bwana wetu Yesu Kristo ni nafsi. Tunapokuja katika kitabu cha Warumi 8 mstari wake ni wa 9 inasema Roho wa Mungu akikaa ndani yetu. Hakuna katika Biblia Roho Mtakatifu ni Mungu, hakuna. Biblia inasema ya kwamba Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu, na ndio ninaomba leo Mwankemwa anatupa andiko leo, mwenyekiti na ulisimamie, ya kwamba kuna Mungu Roho Mtakatifu kwa Biblia. Hilo andiko hawezi pata. Kitu ambacho anafanya Mwankemwa ni kupiga viraka kwenye maandiko ya Biblia. Anasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 5 kuanzia mstari wa 2 ambapo inasema ya kwamba kumdanganya Roho Mtakatifu ni kumdanganya Mungu. Wakati ambapo Anania na Safira walipokuwa wanadanganya, walikuwa wameweka uongo miguuni mwa mitume. Kwa hivyo mitume walikuwa na Roho wa Mungu, na kuwadanganya mitume ni kumdanganya Mungu mwenyewe, kwa sababu mitume walikuwa na Roho wa Mungu. Sasa si kusema ya kwamba ati hapo wakati wa Safira na Anania kulikuwa na Mungu Roho hapo ambaye wanamdanganya. Walikuwa wanadanganya mitume, na mitume walikuwa na Roho wa Mungu, na kuwadanganya ni kumdanganya Mungu, kwa maana mitume wako na Roho wa Mungu. Sasa katika kitabu ambacho amekisoma cha Waadventista wa Sabato, ya kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa third person of the Godhead. Ninataka niweze kumjibia hiyo, kwa sababu kwanza hiyo ni bahari kubwa ambaye Mwankemwa anajaribu kwenda kuingia, na sijui kama ataweza kuzama ama ataweza kuogelea. Kile ambacho atafanya ni kuzama ndani. Kabla tufike jioni, mimi nakwambia Mwankemwa utakuwa umetoa jasho. Hapa kuna kitabu kinaitwa The Desire of Ages. Kitabu cha Desire of Ages tunasoma ukurasa wa 414. Ni kitabu kimoja tu hivi. Ndio naona hivi kile kiko hapa. Nitakuachia hapa. Ambacho kinasema hivi, the power of evil. The power of evil. The power of evil had been strengthened for centuries. Sasa wakati tunapoongelea the power of evil, tunakuja tunasoma kipengele cha pili. Christ has given his spirit. Christ has given his spirit as divine power to overcome all hereditary and certificated tendencies to evil and to impress his own character upon his church. Kwa hivyo kanisa la Kristo halina Mungu Roho Mtakatifu. Kanisa la Kristo liko na Roho wa Kristo. Kado na Mwankemwa, yeye ako na Mungu Roho Mtakatifu, lakini kanisa la Kristo liko na Roho wa Kristo. Kwa hivyo andiko hata moja kwenye Biblia kuanzia Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, hakuna andiko linalosema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hilo andiko kwa Biblia hakuna, na ninamgoja. Ninaanza kuuliza hapa, na kitabu hiki hapa, Dhiki Kuu ukurasa wa 85. Wanasema uovu ulikuwa ukirundikana kwa karne nyingi, na ungeweza tu kuzuiwa na kupingwa kwa uweza mkuu wa Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya uungu, ambaye angekuja si katika nguvu iliyopunguzwa, bali katika utimilifu wa uweza wa uungu. Haya ni maneno ya kiongozi wako wa unabii Ellen White, kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya uungu. Wewe unasemaje? Kitu ya kwanza, mimi nakubaliana na kitabu na pia na hoja za Ellen G. White
ya kwamba Roho Mtakatifu ni third person of the Godhead. Nakubaliana naye. Asante. Na ndani ya Godhead, kwenye Godhead zinatajwa nafsi ya nani na nani na nani? Kitu ambacho ningeomba ni ya kwamba tusije tukamwekelea Ellen G. White, bali tumnukuu wakati anapoongelea Godhead. Ningetaka tusome na wewe kitabu ambacho kinaitwa Testimonies for the Church, volume 9, page 189, paragraph 3 ya 1909. Inasema hivi: they have one God, one Savior. Nataka nikujibu. They have one God, one Savior, one Spirit. The Spirit of Christ is to bring a unity into their ranks. Kwa hivyo ya kwamba katika Godhead tunaona ya kwamba kuna Mungu mmoja na kuna Mwokozi mmoja ambaye ni Yesu Kristo, alafu kuna Roho mmoja ambaye ni Roho wa Kristo. Asante. Kwa hiyo kumbe Ellen White alivyosema third person, kwamba Roho Mtakatifu ni third person, alikuwa amekusudia kwamba yuko Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hapa naomba ninukuu katika Testimonies 392 ya pili, anasema evil had been accumulating for centuries and could only be restrained and resisted by the mighty power of the Holy Spirit, the third person of the Godhead. Kwamba Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu katika uungu, ndiyo ambaye anakuja kuondoa dhambi. Kwa mujibu wa haya, ni sawa? Ni sawa kabisa Mwankemwa. Mimi si bishani na hiyo, kwa sababu mimi nakubaliana kwamba that person of the Godhead, nakubaliana ni the Spirit of Christ. Mahali tunakosana na wewe ni wakati tunaposema that person of the Godhead ni God the Holy Spirit. Hiyo ndio tunakosania. Kama tunakubaliana na wewe ya kwamba that person of the Godhead is the Spirit of Christ, tumalize mjadala ishe. Lakini kama wewe unasimamia kwamba that person of the Godhead ni God the Holy Spirit, mjadala unaendelea. Kwa sababu that person of the Godhead sio God the Spirit, but the Spirit of Christ, Roho wa Kristo, sio Mungu Roho Mtakatifu. Sasa katika Matendo ya Mitume 5 nimesoma hapa kwamba Roho Mtakatifu ametajwa, Roho Mtakatifu mstari wa 4 kwamba umemdanganya Mungu. Ndio tulivyosoma hapa. Wewe unasema third person ambayo ni Holy Spirit, yani Roho Mtakatifu, kwamba sio Godhead. Unatoa wapi hiyo kwamba Roho Mtakatifu sio God, yani Roho Mtakatifu kwamba sio Mungu Roho Mtakatifu? Unatoa wapi wakati mimi nimethibitisha kwa maandiko? Hakuna andiko Mwankemwa umetoa kwa Biblia ya kwamba that person of the Godhead ni God the Holy Spirit. Hilo andiko hakuna. Andiko ambalo umelitoa ni Matendo ya Mitume, ya kwamba kumdanganya Roho wa Mungu ni kumdanganya Mungu, sio kumdanganya Mungu Roho Mtakatifu. Wale ambao walikuwa wanadanganywa hapo walikuwa mitume. Hakukuwa na Mungu Roho Mtakatifu walikuwa hapo. Walikuwa ni mitume, kwa sababu Anania na Safira waliweka ile sadaka ambayo walikuwa wameuza kiwaja miguuni mwa mitume. Kwa hivyo wakawa wamedanganya mitume. Sasa ndio anasema ya kwamba kumdanganya Roho Mtakatifu ni kumdanganya Mungu, kwa sababu mitume ndio walikuwa na Roho Mtakatifu. Si ati ya kwamba hapo kulikuwa na Mungu Roho. Mwankemwa tafadhali. Mimi sijaongea habari ya Mungu Roho. No. Nimeongea habari ya Roho Mtakatifu. Msubiri kwanza nisome. Ngoja nisome hapa. Panasema hivi. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Hapa Roho Mtakatifu alitajwa kama nani? Kitu ambacho hapa anaongelewa, anatajwa kama nafsi, lakini hajatajwa akiwa Mungu Roho Mtakatifu. Na ndio nikakwambia hivi kidogo tu Mwankemwa, unajua kuna wakati tafika tukubaliane. Tusiishi tu kushindana wakati ambapo tunaweza kukubaliana kwa mara moja. Ya kwamba mimi sikataani ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi, kwa sababu ni nafsi ya Mungu. Ndio maana nasema hivi, kumdanganya Roho Mtakatifu unamdanganya Mungu mwenyewe. Siwezi kudanganya roho ya Mwankemwa niwe nimedanganya Mwankemwa mwingine. Ninakudanganya wewe. Aha, kwa hiyo manake kama umekubali kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu, si ndio? Manake ya kwanza na ya pili zipo. Sasa mimi kwa sababu wewe unaongea kupitia vitabu, tusiongee kupitia mawazo yetu. Vitabu vinaeleza wakati Roho Mtakatifu anapoongea ni nani anaongea. Biblia inasema kwamba Mungu akitupea Roho wake Mtakatifu anatupea yeye mwenyewe, hatupei mtu mwingine kado na yeye. Hapo ndio tunakosana na wewe. Kwa sababu kwa mfano hapa Mwankemwa, mimi nimesema hivi. Naam. Nimekuuliza hivi. Ndio. Umekubali kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya uungu? Mimi nakubali, na ndio nikakuuliza sasa, kwa sababu Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya uungu umekubali. Kwa
Kwa hiyo unakubali kwamba ipo ya kwanza na ya pili? Katika kitabu ambacho tumejenga nacho hoja. Tumejenga kitabu hoja na vitabu vya Ellen G. White. Na nimekuja huko kidogo tu, nataka sasa unisikilize. Kulingana na Ellen G. White, hakuna mahali anaongelea anasema first person, the second person, third person. Hakuna. Nimesoma. Hakuna. Nimesoma. Naomba nirudie. Anasema hivi. Mahali umesoma hakuna kitu cha haya sawa sawa. Anasema hivi. Nasoma ukurasa wa 112. Anasema mara nyingi nimemwona Yesu mwenye kupendeza, kwamba yeye ni nafsi. Nilimuuliza kama baba yake alikuwa ni nafsi na alikuwa na umbo kama lake. Yesu alisema, mimi niko katika mfano halisi wa nafsi ya baba yangu. Kwa hiyo maana yake hapa tayari amekubali kwamba baba ni nafsi na mwana ni nafsi. Sasa nilipokuja kusoma kwenye kitabu cha Dhiki Kuu, ndio anafafanua sasa kwamba Roho Mtakatifu yeye ni nafsi ya tatu, kwa maana kwamba kwa Ellen White hii nafsi ya baba ndio ya kwanza, nafsi ya mwana ndio ya pili, na ya Roho Mtakatifu nafsi ya tatu, ambao ndio sisi tunaita Utatu Mtakatifu. Wewe unachokataa ni nini? Kitu ya kwanza Mwankemwa, ningekuomba kama tunaongea kuhusu Ellen G. White tumtumie yeye kwa ukweli, tusije tukaigiza dhana zetu tukamwekelea. Kwa mfano mimi naomba nikusomee ili andiko alafu wewe unieleze. Maana tayari yako hapa ananiongea. Kitabu kinaitwa hii huku kidogo tu. Ninaeleza hiyo. Sijaacha hiyo. Nimesema kwa hivyo Yesu Ellen anauliza Yesu, baba yako ni nafsi, ana nafsi kama wewe? Akaambiwa mimi ni chapa ya baba. Kwa hivyo Yesu ni mwana wa baba. Kidogo tu. Hiyo ndio ile umesoma hapo. Ni chapa ya nafsi ya baba. Si ndio imesema? Sasa mimi nikawa ninauliza hivi. Kwa mfano hapa katika hiki inaitwa Youth Instructor December 16, 1887 Mwankemwa, tafadhali nakuomba. Inasema hivi, they were two yet little short of being identical. Two in individuality yet one in spirit and heart and character. Kwa hivyo anapoongelea Ellen G. White anaongelea nafsi ama watatu, si ati ya kwamba watatu huyu mwingine anaitwa Roho Mtakatifu ni kama vile baba na mwanawe. Anasema they were two individuality in being, one in spirit. Kwa hivyo baba na mwana ni wawili, lakini wanakuwa mmoja katika roho, lakini wana nafsi, kila mmoja ana nafsi yake, lakini ili wakuwe mmoja hawakui mmoja katika nafsi, wanakuwa mmoja katika roho, katika character. Hiyo tu Ndacha tulichosoma hapa. Ellen White amesema baba ana nafsi, maana yake baba ana nafsi ya kwake, mwana ana nafsi ya kwake, alafu kwenye kitabu hiki amesema na Roho Mtakatifu naye ni nafsi, alafu ya tatu. Maana yake ya baba ya kwanza, ya mwana ya pili, ya Roho Mtakatifu ndio ya tatu, ambao sisi wana utatu ndio tunasema huo ndio Utatu Mtakatifu. Ndio maana nikataka wewe umeenda kunukuu hiyo ambayo haihusiani na hiki tunachokisema hapa. Nikataka kwamba tuko kwenye nafsi, maana ndio kwenye mgogoro wetu mimi na wewe Ndacha. Tuko kwenye nafsi ambapo Ellen anamsema Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika uungu, sio kwamba yuko peke yake. Katika ule uungu Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu. Nimekuuliza swali kwamba kama Ellen anajua kuna nafsi ya tatu, abu vya wale ambao wanaamini katika utatu. Ninasoma ukurasa wa 16 wa kitabu hiki cha Catechism. Inasema hivi: katika imani ya Kikristo fumbo kuu kwa yote ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu, Mungu Mwana ni Mungu na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Walakini kuna Mungu mmoja tu na wala si watatu. Sasa katika ukurasa wa 17 kipengele ambacho kinaitwa kipengele cha 22 inasema nafsi tatu za Utatu Mtakatifu ni akina nani? Nafsi tatu za Utatu Mtakatifu ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Haya, kipengele cha mwisho 24 inasema Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu na Roho Mtakatifu ni Mungu. Sasa swali yangu ninakuuliza Mwankemwa, kando na hizi vitabu ambavyo tumesoma zinasema Mungu ni Baba, Mwana na Roho, kunalo andiko katika Biblia Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho? Kama liko ulitoe tulisome, kama hakuna utuambie hakuna. Sitaki maelezo, usianze kunielezea. Mimi naomba uniambie lipo tulisome, kama halipo uniambie hakuna. Andiko la kwamba Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho lipo,
ni katika Mathayo sura ya 28 na mstari wa 19. Nendeni mkawabatize watu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na ndicho ulichokuwa umetaka. Hili jina ndo jina la Mungu, na wewe ulisema Mungu mmoja lionekane ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lipo ni Mathayo 28 mstari wa 19, ambapo pametajwa yale unayoyataka wewe, mkawabatize watu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hili jina ndio jina la Mungu, ambalo huyo Mungu ni mmoja, lakini aliyejifunua katika utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo andiko lipo. Mwankemwa, naomba uzingatie swali ninalokuuliza. Sijauliza jina la Mungu. Nimeuliza hivi: kunalo andiko kwa Biblia Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Kwa mfano, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8 mstari wa 6 inasema kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Hakuna kitu nimeongeza. Aliye Baba ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Mwankemwa, kunalo andiko kwa Biblia linalosema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Lipo. Asante sana. Hata hiyo Wakorintho wa kwanza 8:6 unakatisha, huimalizi, ndio maana hupati maana. Imesema kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Kunaye na Bwana. Sasa huyu Bwana wewe unamruka, wakati huyu Bwana ndiye Mungu Mwana aliyetajwa kwenye Yohana 1:18. Sasa umekuja umeuliza swali kwamba kunao kwenye Biblia andiko linalosema Mungu ni mmoja aliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nimekutolea Mathayo 28:19 na wewe hujaigusa, kwa sababu najua ndivyo inavyosema. Sana sana unachojaribu kugeuza, kwa sababu pale pasingesema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tena wana jina moja, hoja yako ingekuwepo. Lakini kumbe kuna jina moja ambalo ndio la Mungu, ambalo ndio la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na ambayo yote nimekuthibitishia. Nilitegemea wewe uje useme Mwankemwa, hapana, Biblia haifundishi hivyo, kwamba Yesu aliposema mkawabatiza watu kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kuna majina mengi, sio jina moja. Hoja utakuwa na hoja. Sasa kitu ambacho nafanya ni kuchukua muda wangu bure, wakati mimi nimepewa dakika 10 nikuulize swali. Sitaki mimi unihubirie. Kila mmoja anasikia swali yenye nimeuliza, na kwa sababu hiyo swali haujatoa andiko linalosema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho. Umetoa andiko, Yesu anasema mkawabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho. Yesu hakusema Baba, Mwana na Roho ni Mungu mmoja. Hiyo ni maneno yako Mwankemwa. Tutoke kwenye hiyo swali. Swali la pili. Kila mtu wako hapa anasikiliza wewe kaa. Mimi sijauliza, mimi nimesema umemaliza hiyo swali. Naija uniambie. Hapana. Hilo jina ni utaniuliza wakati wako utaniuliza. Ukifanya hivyo hatuwafundishi watu. Wakati wako mimi ni swali nimekuuliza. Na swali langu nimeuliza hivi. Mwankemwa, kwa nini unataka kuniulizia swali? Mimi nimeuliza swali yangu hivi. Kunalo andiko, mimi nimetoa andiko linalosema kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Yuko na Bwana mmoja Yesu Kristo. Kwa hivyo Mungu mmoja ni Baba kulingana na andiko. Wewe unasema Mungu mmoja ni Baba, Mwana na Roho, wakati andiko kama hilo una kidogo una sijakujibu. Hiyo swali nimemalizana naye. Umekosa andiko. Ngoja nikuulize swali Mwankemwa. Uliza. Sasa wewe unataka uliza. Sasa iko hivi, yani kuna vitu anaongea kwa anasema kujibu. Unajua inatakiwa sasa aniulize nimejibu au sijajibu. Sasa wewe unakula muda wangu tu bure. Haya, mimi na sasa naomba nikuulize swali. Katika kitabu cha Waefeso 4 mstari wake ni wa 6. Nafikiri utanisimamishia muda wangu. Haya, Waefeso 4 mstari wake ni wa 6. Inasema hivi: Bwana mwenyekiti na unilinde, kwa sababu tuache maelezo mengi, tujenge hoja zetu kwenye maandiko. Inasema hivi: Mungu mmoja naye ni Baba wa wote aliye juu ya yote. Sasa mimi naomba Mwankemwa aniambie, hili andiko linasema Mungu ni mmoja aliye Baba wa wote. Huyo Mungu mmoja aliye Baba wa wote ni nani?
Mungu mmoja naye ni baba wa wote ni nani? Hilo ndo swali. Mwakemwa, nimetoa andiko. Mungu mmoja naye ni baba wa wote. Huyo Mungu mmoja naye ni baba wa wote ni nani? Ni Baba. Basi. Asante. Nimeridhika basi. Umeridhika? Nimeridhika. Asante. Nataka nikuulize maswali sasa. Sasa muda wangu bado umeisha. Haya, na unajua ni kwa sababu kweli kabisa ubarikiwe sana mwenyekiti. Sasa swali la pili. Nasoma kitabu kinaitwa Mathayo 3:16. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini. Tazama wigu jeupe kidogo tu. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini. Na tazama Roho wa Mungu akaja juu yake kama hua. Na sauti kutoka mbinguni kasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Swali, huyu aliyesema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye ni nani? Na huyo mwanawe ni nani? Huyu aliyesema huyu ni mwanangu, yeye ni baba. Alikuwa na muadresi mtoto. Kama ungetaka jina, hilo jina la huyo baba anaitwa Yesu na jina la huyo mwana anaitwa Yesu. Haya, kwa hivyo mwana ni Yesu na huyo baba yake bado ni Yesu. Haya, ninauliza swali la pili. Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 3 mstari wake ni wa 12. Inasema hivi: yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka huko tena kabisa, nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu. Huyu ambaye tutaandikwa jina la Mungu wake ni nani? Na huyo Mungu wake ni nani? Ametajwa kwenye Ufunuo 21:7. Ngoja nisome hapa na mimi Ufunuo 21:7. Anasema hivi: yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Maana yake ni Yesu. Haya, kwa hivyo huyo ambaye anaongea hapo tutaandikwa jina la Mungu wake ni Yesu. Ndio. Na huyo Mungu wa Yesu ni nani? Ni Yesu. Asante. Naomba usicheke. Mara nyingi watazamaji wetu nikimjibu ndacha kama hivyo anacheka, alafu haulizi kwamba unamaanisha nini. Hili ndio tatizo lake. Ninapojibu hapa ninajibu nikiwa na akili timamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo Ufunuo 21 inamhusu Yesu. Inamhusu Yesu. Kwa hiyo niombe hivi, mnaweza mkacheka, lakini mjue kabisa Ufunuo 21:7 inamhusu Yesu. Ndio anasema nitakuwa Mungu wake. Kwa nini? Kwa sababu katika Waebrania 1:8 Mungu anamuita Mungu mwenzake. Kwa habari ya Mungu anasema kiti chako cha enzi Mungu. Yaani Mungu anamtaja Mungu mwingine. Kitu ambacho mimi kama overall hapa sasa. Kidogo. Nyinyi mtauliza mwishoni. Narekebisha. Hapa ni maswali na mwishoni. Kama ni maelezo, tuweke dakika za maelezo. Narekebisha. Mtauliza mwishoni. Asante sana. Sizamu yangu kuuliza. Anakosea. Anamalize. Sasa mbona amempa nafasi ya kuelezea? Hiyo ndo tunarekebisha, tuweke haki. Mankemo Lilindu. Yes. Sasa naomba niweze kutumia Ufunuo 1 mstari wake ni wa 17 na 18. Ufunuo 1:17 na 18. Inasema, nami nilipomuona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nilikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele na milele. Swali kwako Mwankemwa, mwenye aliyekufa ni nani? Kwa mujibu wa Petro wa kwanza 3:17 aliyekufa ni Kristo. Naomba nisome. Petro wa kwanza 3:17. Anasema hivi. Anasema, maana ni afadhali kuteswa kwa kutenda mema ikiwa ndio mapenzi ya Mungu kuliko kwa kutenda mabaya. Kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili ya wasio haki, ili atulete kwa Mungu. Mwili wake akauawa. Kwa aliyekufa ni Kristo. Haya, kwa hivyo aliyekufa ni Kristo. Ndio. Haya, sasa tunasoma kitabu kinaitwa
wa Timotheo wa kwanza, Timotheo wa kwanza 6 mstari wake ni wa 16. Inasema hivi: ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemuona, hata awezaye kumuona. Heshima na uwezo una yeye hata milele na milele. Huyu ambaye hapatikani na mauti na hakuna mwanadamu amewahi muona ni nani? Ni Baba.